Wazazi kwa umoja wao walianzisha mpango wa ujenzi wa chumba kimoja cha darasa na ofisi kwa ajili ya wanafunzi wa darasa la awali. Uchungu tulionao mpaka tumeanzisha darasa moja na ofisi moja. Watoto wetu wanatoka hapa, watoto wa umri miaka 7 wanaenda kilomita 8. Lengo letu kwanza kabisa kuhakikisha shule zile zote za chekechea ambao tuna plani ziingie kwa kila kitongoji ziwe shule shikizi. Lakini pia baada ya shule shikizi tuombe nguvu, lakini pia tujiweze wenyewe kuweka ili kuweza kuwa shule za msingi baadaye na kusajiliwa na kuwa shule rasmi za serikali. Nafahamu kwamba kwa miaka zinazokuja na nyakati zinazokuja hii alama ya shule hii itaendelea kuwepo hata kama sisi hatukuwepo. Oldonyo Media, habari karibu nawe. Changamoto mbalimbali zilizokuwa zikiwakabili wanafunzi wa kitongoji cha Irmangwa kijiji cha Loibosireti wilayani Simanjiro mkoani Manyara zimetatuliwa. Hii ni mara baada ya wananchi kuandaa harambee maalum ya kuchangisha fedha kwa lengo la kujenga madarasa pamoja na ofisi ya mwalimu katika shule ya msingi Irmangwa. Katika risala iliyowasilishwa na Bi Eliza Laiza inaeleza kuwa wananchi kwa umoja wao wameanzisha mpango wa ujenzi wa chumba kimoja cha ofisi na darasa moja la awali kwa lengo la kupunguza umbali wa wanafunzi kufuata elimu katika shule ya msingi Loibosireti. Kwa upande wake, mgeni rasmi katika harambee hiyo ambaye ni mdau wa maendeleo kutokea wilayani Monduli Bwana Majingare amefurahishwa na jitihada za wananchi wa kijiji hicho na kuweza kuchangisha kiasi cha fedha zaidi ya milioni 16 na mifuko ya simenti zaidi ya 80 na kusema kuwa endapo lengo kuu halijatimia yupo tayari kuja kuchangisha tena, kwani furaha yake ni kuona lengo hilo likifikia tamati. Vile vile Eliza Laiza ambaye ni mwalimu wa darasa la awali katika shule hiyo amesema kuwa harambee hiyo itawezesha ujenzi wa madarasa, kwani wamekuwa wakiteseka hasa kipindi cha mvua, lakini pia akaomba kwa niaba ya walimu wote waweze kuongezewa mishahara. Lakini pia mwenyekiti wa kijiji cha Loibosireti Bwana Kimai Saruni amesema kuwa mkakati wa serikali ni kuwasogezea wananchi huduma hasa ya elimu, kwani wanafunzi hao wamekuwa wakitembea umbali mrefu kilomita 16 kwenda na kurudi wakifuata elimu katika shule ya msingi Loibosireti. Kwa upande wa wananchi na wazazi wa kijiji hicho wameonyesha furaha yao kwa mdau wa maendeleo ama wadau wa maendeleo waliojitoa kuwasaidia fedha kwa ajili ya ujenzi wa madarasa na kusema kuwa matumaini ya kupata elimu kwa ukaribu umepatikana. Hii ni Oldonyo Media, habari karibu nawe. Wazo hili la kuanzisha darasa moja na ofisi lilianza mwaka 2024 kwa lengo la kupunguza umbali wa wanafunzi wanaotoka mbali kwenda shule ya msingi Loibosireti. Wazazi kwa umoja wao walianzisha mpango wa ujenzi wa chumba kimoja cha darasa na ofisi kwa ajili ya wanafunzi wa darasa la awali. Mafanikio. Ndugu mgeni rasmi, tumefanikiwa kuanzisha darasa moja na ofisi kwa kushirikiana na wanakitongoji. Ziara ya mwenyekiti wa kijiji Kimai Saruni wa kuendelea kuibua miradi mpya ndani ya kijiji chetu. Wadau mbalimbali wa maendeleo na serikali ya kijiji cha Loibosireti. Wananchi wamekuwa na moyo mkubwa wa kutoa nguvu kazi na hata mali zao kwa ajili ya ujenzi unaendelea. Changamoto. Ndugu mgeni rasmi,
upungufu wa vyumba vitatu na ofisi moja kwa ajili ya wanafunzi, kupata fedha kwa ajili ya kukamilisha darasa moja na ofisi. Ndugu mgeni rasmi, shule inaendelea kupambana na changamoto hizo na ni matumaini yetu kuwa wewe pamoja na wageni waalikwa mtaweza kutusaidia kuweka nguvu na mali ili tuweze kupunguza kama sio kumaliza kabisa. Shukrani. Ndugu mgeni rasmi, tunapenda kuchukua nafasi hii tena kukushukuru wewe pamoja na wageni waalikwa kwa kufika mahali hapa kwa kutenga muda wenu kwa ajili ya harambee hii. Karibuni sana na asanteni kwa kunisikiliza. Nako hata shena lengi kiborora kwa mwenyekiti nikimboro. Kwa hiyo nashukuru sana mwenyekiti kwa mwito wako. Diego hapa sudo nikimbo aligana pale. Umekuja kunifuata na ukaja ukaniambia jambo hili. Wewe ambaye ni jana ando kirijo kuna hiyo ndio. Na jambo kama hili sisi tunalipenda mambo kama haya. Amondo kiringo na endo gara ranjiki kiasi. Kwa sababu hatufanyi jambo la leo. Ayo la leo ole la rino ponu o angara rina ponu. Nafahamu kwamba kwa miaka zinazokuja na nyakati zinazokuja la mali na shule nyingine alikuwa gweji ara negiti hiyo. Hii alama ya shule hii itaendelea kuwepo hata kama sisi hatukuwepo. Kwa hiyo kwa na refika mbale nene wechi. Lakini kila aliyeweka balelo yake hapa. Kipi kiyola jondo gara isirinde berora. Weka ukijua kwamba unatengeneza jambo la kesho. Na bato na nwa shule. Kwa hiyo nashukuru sana. Na iruka lotu. Na nimekubali kuja. Kutarale mwenyekiti wa kitongoji. Rafiki yangu mwenyekiti wa kitongoji. Ikiaba ke siele sujurwa. Nawe pia ulikuwepo walionifuata. Nipo hapa wale ndio amendo jana olohola. Na sijawajibu chochote kwa sababu hili ni jambo linalohusu taifa. Ngoro yana kwa alalaha raboti wala kui. Maana hii dunia ni ndugu tu ndio yupo na mjomba wake mtu. Anatoka ranji kwa ngara ngomale angare niwechi. Nikisema sasa hivi wapi wana wa boma angare hapa? Na anatoka wana la itayo niwechi. Nikisema familia la itayo hapa? Na anatoka borala ini. Na nikisema wakwe zangu? Na anatoka kuyenela ini. Na nikisema wajomba zangu? Yaani karibia mnasimama wote. Amukile mundo nako. Kwa sababu sisi ni kizazi. Na ndio ruma ngachi pato kini erisaidi gani. Na ndio maana sijapata shida yoyote kuambiwa kuna kazi kama hii. Kwa hiyo mwenyekiti akiji nashukuru sana. Na mwenyekiti akitoa shule. Hata shule na iruka lutu. Nashukuru sana na nimekubali kuja. Alana rabagana. Na pia nimefika. Anairuka au nimefika. Anabagana rumudu. Nimefika vizuri sana. Shule. Naitwa Eliza Netilandika. Ni mwalimu wa chekechea kitongoji cha Irmangwa, kijiji cha Loibosire. Shule hii ilianzishwa mwaka 2020. Shule hii ina wanafunzi 56. Wasichana 32 kwa wavulana 24. Shughuli iliyofanyika kwa leo ni kwa ajili ya kuwezesha ujenzi wa shule, kuongeza madarasa kutokana na changamoto ya umbali wa wanafunzi kutofika shuleni mapema. Changamoto kubwa katika shule hii ninayoiona, wakati wa mvua tulikuwa tunateseka sana, ila kwa sasa darasa limeezekwa bati. Changamoto nyingine ninayoiona, wazazi kutorejesha mapema mchango wa wanafunzi. Wazazi kuwaleta wanafunzi shuleni bado kidogo kwa sababu ya changamoto ya mambo ya kisiasa, kwamba hatuwapeleki watoto shule kwa sababu shule ni ya fulani ya mwenyekiti au ni ya shule ni ya mwenyekiti wa kijiji ama wa kitongoji. Shule imejengwa na wanakitongoji. Baada ya miaka 4 kupita, mambo ya siasa ikaingilia, ukawa na changamoto ya watu kutoelewana. Kwa kipindi cha nyuma walikuwa wanaleta wanafunzi wengi, kwa sasa hawaleti wengi kwa sababu ya mambo kama hayo. Na kwamba serikali iweze kuwahimiza ama kutoa taarifa kwa wazazi walete watoto kwa wingi shuleni, ili na sisi tupate moyo wa kufundisha. Na pia tulikuwa tunaomba sisi kama walimu tuongezewe mshahara, kwa sababu mwanafunzi mmoja kwa mwezi analipiwa shilingi 2,000. Kwa hiyo 2,000 wanatoa kwa mwezi
unaweza ukapata shilingi 20,000 kwa mwezi kutokana na changamoto wazazi kusema kwamba hawana hela. Ninaitwa Kimai Saruni, ni mwenyekiti wa halmashauri ya kijiji cha Lobosiret. Leo kimefanyika jambo jema sana katika kijiji cha Lobosiret, kati ya kitongoji kinazounda kijiji ambao ni kitongoji cha Irmang'wa. Mkakati wa serikali tulikuwa tunasema pia tuwasogezee wananchi huduma. Sasa pia tulikuwa na darasa moja na ofisi ambayo tulianza kama sehemu ya chekechea, lakini pia tukasema tuibue mradi tujenge madarasa 3 kama sehemu ya kuwasaidia wananchi wapate huduma sehemu za karibu kwa ajili ya elimu. Kwa hiyo pia leo tumefanikiwa kufanya harambee ambayo pia tulimepata zaidi ya milioni 17 na sementi mifuko 87 kwa ajili ya kuanza ujenzi wa darasa. Lakini pia wakati huo tukimalizia ile ambalo pia lilobaki. Shule hii imeanza mwaka 2024. Mimi nilikuwa mwenyekiti wa kijiji wa kipindi hicho, lakini pia niliibua kufanya ziara katika vitongoji 6 zote ambazo pia naziongoza kama mwenyekiti wa kijiji. Katika ziara hiyo wananchi waliubua mradi. Sasa pia wakaanza kutoa michango yao, nasi kama serikali tukaunga mkono, tukasimamia, na ndipo ikapatikana darasa na ofisi ile ambalo pia umeliona pale. Sasa pia tunashukuru sana wenzetu, marafiki zetu ambao pia waliokuja kutuunga, lakini pia niwapongeze na niwashukuru sana serikali ya kijiji ambayo pia ninayoongoza mimi, kwa maana wenye vitu wa vitongoji kuunga mkono jitihada za vitongoji ili kuweza kusaidia wananchi wapate huduma. Shule inaitwa shule ya kitongoji cha Irmang'wa, na wananchi hawa wanatoka kilomita 8 mpaka kufika shule ya msingi ya Lobosiret. Kwa maana hiyo mtoto anaweza kutembea kwa siku kilomita 16. Ni kweli tulikubaliana kwa kikao cha kitongoji, na sisi kama viongozi wa serikali tulishiriki kukubaliana tuwalipe mwalimu kwa kila mwanafunzi 2,000. Kwa maana hiyo kama tunayo wanafunzi 50, mwalimu atakuwa amepata shilingi 100,000 kwa mwezi. Lengo letu kwanza kabisa kuhakikisha shule zile zote za chekechea ambao tuna plani ziingie kwa kila kitongoji zikue ziwe shule shikizi. Lakini pia baada ya shule shikizi tuombe nguvu, lakini pia tujiweze wenyewe kuweka ili kuweza kuwa shule za msingi baadaye na kusajiliwa na kuwa shule rasmi za serikali. Ombi langu kwa Dr. Samia Suluhu Hassan, hizi jitihada ambazo pia wananchi wanaweka, tukifanikiwa kujenga madarasa 2 matatu ziwe shule shikizi ambazo pia zinaweza kupokea watoto wa umri mdogo ambao pia hawawezi kutembea kilomita zile 8 mara 2 ukijumlisha ni 16, ili waweze kusoma shule ya awali, shule ya darasa la kwanza, darasa la pili, hata darasa la 3, wafike baadaye pia kwenye madarasa ya mtihani, wakati pia wazazi tunawahimiza kuweza kujenga ziwe shule za msingi. Mimi wakati pia nagombea niliwaahidi wananchi vitu 3. Kitu ya kwanza, nitahakikisha pia kijiji chetu kitakuwa na amani, tutakaa kwa amani. Nitajitahidi kwa nguvu zangu zote kuhakikisha wananchi watakaa kwa amani. Lakini ya pili, nitajitahidi pia kugusa idara ya elimu, kwa sababu tukiweka shule sehemu za karibu, watoto wetu wakajitokeza wakasoma, baadaye tutapata viongozi wazuri ambao pia wanaweza kuongoza nchi yetu. Kwa hiyo ni kati ya vitu vipaumbele vya serikali. Ni moja ya ahadi zangu ambazo pia alikuwa anawaahidi wananchi, tutajenga shule ili pia watoto wetu waweze kusoma. Kwa jina naitwa Lucas Bahati Parmelo, ni mjumbe wa serikali wa kijiji cha Lobosiret. Leo tuko hapa maeneo cha kitongoji cha Irmang'wa, kijiji cha Lobosiret. Tumejumuika hapa kwa harambee ya kujenga shule msingi kitongoji cha Irmang'wa. Serikali ya kijiji tulikaa na mwenyekiti akaomba tujenge shule kitongoji cha Irmang'wa, kwa sababu kitongoji cha Irmang'wa ina umbali wa kilomita 8 kutoka hapa mpaka kijiji, watoto wafike shule, na tukapata mawazo kwamba tujenge shule msingi hapa. Na tunamshukuru Mungu kwa sababu tumepata wadau wa maendeleo wa kutuunga mkono. Kwa leo tumepata uwezo wa kujenga shule
na tumejenga darasa moja na ofisi moja, na tutaongeza madarasa iwe shule ya msingi hapa kitongoji cha Irmang'wa. Furaha yangu ni kubwa sana. Tunamshukuru Mungu hao leo kuja kutuwezesha na kuja kutujumuika wote tufanye harambee hii. Wametoa kwa mfuko yao, na sisi kama sisi Mungu aongezee, kwa sababu sisi hatuna la kuongeza, lakini Mungu atawaongezea. Uchungu tuliona mpaka tumeanzisha darasa moja na ofisi moja. Watoto wetu wanatoka hapa, watoto wa umri miaka 7 wanaenda kilomita 8. Tunaona hata ufaulu unakuwa ni duni. Kwa hiyo tukabuni kwamba watoto wafiki shuleni. Mara nyingi wanaenda naishia njiani kwa kuchoka. Basi tukasema afadhali tuanzishe shule mpya ili angalau watoto wetu wapate elimu kwa kutopata shida wala tabu ya kutembea sehemu nyingi. Pada rangkat maine na Mary Lucas Leposo na Magasen na Nyarankai nikide yankai ashe na rasaka yoga nama mo kiyewa pa shule rene nisho yoga yankai nikimporo na siaya nere diyo na siaya rene bo yankai ela wa pankara na leng te shule na bwa ina burala basira nikide yankai ashe mo kiyewa pa shule msingi Irmang'wa nisho yoga yankai. Ore siankai nerasaka yoga yankai piho yo shule neweji amelakwa pe wene bonkera kilomita 9 neeku torrono nyapia na lamu eriankusero nerasaka na yoga yankai pe o yankai msingi Irmang'wa. Naitwa Emmanuel Yohana, natokea kitongoji cha Irmang'wa Loibosiret. Changamoto tulikuwa tunayo, tulikuwa tunataka shule kwa ajili ya watoto wetu wanateseka. Pale tuna mahali ambayo watoto wanapita, ilikuwa ni changamoto muda ya mvua. Lakini leo tunamshukuru Mungu. Tumepata ile usaidizi ambayo tulikuwa tunatafuta tujenge shule ya watoto. Tunamshukuru Mungu sana. Wadau wa maendeleo tulio waita waje watusaidie. Wamekuja na wameleta mkono yao. Tumepata kile ambayo tulikuwa tunatafuta. Mungu awabariki kwa kile ambayo wametuletea. Tutaahidi kwamba tutasimama imara ili wale walimu wapate haki yao. Tutawasimamia wale ambaye hawatoi mchango ya watoto waende shuleni. Tutashikana shati vizuri mpaka wale walimu wapate haki yao, na itakuwa ni historia pale ambaye tunaenda kusimamia wale walimu wapate haki yao, wasomeshe watoto vizuri. Milioni 17,076 milioni wakorobishana ondrobolina bishana kwa ile pesa pesa ambazo tunazo mikoroni ya morna isile mfuko misemenu semana 5 SB kabila ya mifuko 85 ya smeti. Wale ni mwisho la mwisho kila mmombeni ahora kajipa baena kwa kama kinyume wewe. Tunaomba kama jambo ambalo tulikuwa tunahitaji haijafika hapa, ni dola gogonyo au ni dola na chini moja kwa hiyo usione milima wala ya bali yule kadhaa ni kinyume kiasi. Maana tunahitaji kumaliza kazi ambazo tulikuwa tunahitaji kumaliza. Kwa hiyo mno ana la kulia na kijiji. Kwa hiyo ni naomba kama viongozi wa kijiji yamba shoki anasia ana nenda kwa baba ndio kama ana kuna. Simamieni kazi hii kama mlivyoona kwamba ni kazi ya maana ndani ya watu hawa. Amwali mnaona kishughuli kwa kijiji lado ni wewe hapa hivi. Maana siku tunaporejea kuangalia mahali mlipofikia, lazima ndio ndio kanyana basa na kabisa. Lazima tuangalie pesa zile zimefanya nini. Kwa hiyo ndio nini kuna lobona. Si unajua kwamba tunataka tuje tuangalie kitu ambacho kimekamilika. Kwa hiyo ayo la pesa ni gado lazima kwenye mkono. Natumaini kwamba mmesikia na mmefahamu. Kwa hiyo kama yeye ndio